Sasa ama sasa malaika amekuja na ametuma kwa ajili yako, na mimi sijui, na Mungu ameniambia kuna kitu fulani hivi na hivi na hivi. Mana wanagemesha mtu pachi. Amen. Na anajua kabisa ile ujumbe imekuja ni ya aende azunguke, kitabiriwa. Hata aende mahali darasa ulikuwa umekuja hapa nikakuja nikakwambia hivi. Alikuwa nahakikisha kama ni kweli. Nilienda kwa kanisa lingine akatabiri sana, hata kanena na lugha. Ndio nimekuja hapa nahakikisha tu sasa niende kuombewa. Utakuja kuombea tu nini? Ni kuombea tu kitabia. Lakini yule malaika aliyehusika na ile huduma aondoe mada kesi yako, aiondoe faili yako kwa mada kesi ishi. Kuna tabaki na nini na vizaka. Anachosema. Na hiyo ndio kitu kimetesa kanisa. Injili inahubiriwa watu walioenda kwa waganga. Mtu hana haraka, hana hofu ya Mungu. Haleluya. Hiyo ni balaa nimemita bibuni. Kama watu watakuwa na hukumu ya Mungu. Mungu anazungumza kwamba msiabudu sanamu na kuendekane kwa mairizi kukachana. Na wewe una wasiwasi. Haleluya. Una wasiwasi. Hani mshirwa ni roho ida. Aitaka Mungu mwana udeka. Ndani ya hukumu. Ona vitu utapona. Haleluya. Utapona. Na hiyo ndio kitu kimetesa washirika wengi. Mtu anabaki na mambo yake. Injili inapita mpaka roho wa Mungu anapiga X. Sasa oho wa msako. Anasema wewe na msako. Utakuwa unahesabiwa na wachawi sasa. Ama na waganga. Haleluya. Unajua injili ni kali na mpaka ukubaliane nayo. Unajua watu wamezoea zile injili zao za mafuta ikiwa ndani ya chupa. Na hiyo ndio kitu kimeleta kanisa kuchelewa kwenda mbele. Na ndipo tunasikia kila mara mtu anazunguka kwa maombi. Kuna kutabiri. Nilitabiriwa kwamba kuna mama ana droga. Hiyo ni balaa ni mimi adventa. Anlapino balaa. Biblia inasema nini? Hakuna uganga wala uchawi ndani ya nini? Ndani ya Israeli. Kaona dada pokia. Kwa hiyo mwa msaliwa kini. Sionekana wewe ni mchawi. Ama kwa kakilingeni. Usikie mtu anaogopa mchawi. Huyu mtu muangalie sana. Haleluya. Ukisikia mtu anaogopa mchawi na ameokoka na anakutolea ushuhuda na anakuambia Bwana asifiwe, niliokoka mwaka wa 19 nini ketishini hata ndio kuna la kushingiji nikarusana nyuma. Na anakurudi anakupigia nini? Historia za wachawi. Wewe huyo mama hajaokoka. Kana hicho. Ama kama ni ndugu, kana hicho. Wale kupima kwa viki hao. Sasa Biblia iko wazi. Injili iko wazi. Na ndipo unakuta kama utakuwa umewekwa katika system ya madhabahu, huwezi kuwa na maendeleo. Hata kama umeokoka, hata kama unafunga na kuomba, utafunga na kuomba hata kama ni siku 20, kumeli ya watu. Kama ni muujiza utapata kama muujiza kadogo. Na hizo siku zote. Na hizo siku zote.
Lakini kama umeingia katika station ya Mungu, location ya Mungu, ukiomba kitu hata kama itachelewa, ikikuja inakuja kabisa. Haleluya. Maana Biblia inasema katika Ufunuo, ngoja nisome hapo kidogo. Ufunuo 3. Wacha nianze hapo sana. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Haleluya. Sasa hapo ni watu wa Mungu wazero. Wewe ndio mtu wa Mungu unayeambiwa ulio ndani ya kanisa. Hilo ni ujumbe ambayo ilipelekwa kwa kanisa la Mungu kama hili, kwamba kama umeamini, mlango umefunguliwa na hakuna yeyote anaweza akafunga. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kusumbuka wewe unatangatanga, atunatafuta Mungu, lakini bado hujajua, pengine hujawahi kusikia neno la Mungu kwamba kuna mlango dada ulifunguliwa kwa ajili yako. Haleluya. Ndugu, kuna mlango ulifunguliwa kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Mwaka huu mpya huu 26, Mungu alinena kwamba kuna utukufu wa Mungu umeshakuja tena juu yako. Kamona koliva na kukumbusha leo. Sasa tena nakukumbusha kwamba hiyo kitu ya baraka zako ilipokuja juu yako, taa ya kung'aa katika ukoo wenu ilikuja na iko juu yako. Na kama kweli yaugua, mlango ulifunguliwa wa baraka zako, na hakuna hata mstari uche na moto hawezi kufunga. Amen. Haleluya. Hata mganga wendo lale machini, kama uko nini huko Nigeria wanaitwaga majuju babi kande ande nyamaji sasa maki, hawatafunga huo mlango. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe mpendwa, kwamba ulikubali neno la Mungu. Kama ni kufunguliwa ufunguliwe, kama ni kuombewa uombewe, kama ni deliverance ufanyiwe deliverance. Haleluya. Maana kuna mambo mengine huwezi kuombewa mpaka deliverance. Haleluya. Na watu wengi wanaogopa deliverance. Kama ni deliverance, hiyo maagano itakuwa bado hapo ndani. Maana tunaogopa. Niliona mama mwingine akisema, usinifanye deliverance, omba tu na usivunje. Wanajua sana. Sasa ni kazi gani? Chanzo cha shida mali iko. Na ndipo unakuta wale watu walipeleka yule mtoto kwenda kuombea. Yule mtu alipeleka yule mtoto, alifukuza mapepo mpaka jioni, ikashindikana. Maana ilikuwa inatakiwa deliverance, si maombi. Haleluya. Walishinda wakiomba. Lakini yule mtoto alipopelekwa kwa Yesu, kitu moja Yesu aliuliza, ilianza lini? Yaani bikoni ya hii shida iko wapi? Bwana nini yule mtu akasema, kutoka kwa utoto. Ile mizimu ikajua. Kumbe walinijua niliingia wakati wa utoto. Na ile mtoto akaanguka. Na ile mapepo ikaenda, ile mizimu ikaenda. Sasa paka shida ulio nayo, hata kama mlango ikiwa imefunguliwa na hakuna yeyote anayeweza akafunga, mpaka wewe mwenyewe ujihoji, jiweke mkutano.
Kuna mtumishi mmoja anasemaga, jiweke mkutano mama kwanza. Sasa ujiweke mkutano, kwa nini hii shida haiishi? Na nimeokoka, na ninafanya kazi ya Mungu, na ninafanya ABC, kwa nini hii shida haiishi? Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinazungumza ndani yako. Haleluya. Sasa watu hawataki injili iliyo moto, wanataka kubembelezwa. Ndio basi unaona watu wamezoea. Mtu anajua kabisa alienda kwa waganga, na pengine alienda kawekwa mimba na mganga, na hiyo mimba ikawa sasa ni shida, mpaka akafanywa plani na mganga akatoa mimba. Yeye anajua. Ni kwa sababu watu wengi wanataka sadaka. Kwa dada ngoa mavuda, hai dada, pokea nguvu dada. Hai pokea upako na kubikizwa mkono na kupigwa na Biblia. Utapona. Haleluya. Utapona. Wewe utapona. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Paka usikie neno la Mungu. Na wakati neno la Mungu linapohubiriwa, liweke liwe lako. Haleluya. Yule mama aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, kwani alikuwa asikiji? Alikuwa anasikia. Lakini akikuja anasikiza. Anaenda. Kuna nabii fulani acha nende niangalie kama ni kweli. Akatoa pesa. Biblia inasema kwamba wakati alikuwa anaenda kwa waganga ndio shida ilikuwa inazidi. Kwa hivyo kama wewe mwenyewe unaenda unafanywa maombi na unaona shida inazidi, jua kwamba hiyo madhabahu iko na shida. Ni wewe mwenyewe mpaka ujirekebishe. Bwana sasa. Hivi sasa hivi watu wengi wale walikataa kuvunjwa madhabahu. Hawana kuku wala pusi wala mbwa wala hakuna chochote wanaweza wakafuga kikakuwa katika ile boma. Kama watafuga ni kama nakisho. Sio unanielewa? Siri ni kwamba yale madhabahu ile ilikuwa ya wazee, hujamanga. Kwako Kiboni akazitoa. Kwa sababu gani? So walikuwa wanachinjia. Walikuwa hata yeye mlipokuja katika jina la Yesu, vunja, teketeza, nini? Yesu alipokufa na akafufuka, alienda mpaka kuzimu. Bwana sasa. Kabla ya kufufuka alienda kuzimu. Ukaenda ukafua ushakufunguka nepo. Ushakokoge ukibikwa hata kama wakichinja mwambele bonyo. Maribaji ya bonyo. Yesu akaenda akautubu. Sasa hata kama moka na vengele vamize ndevi bonya kazi. Ile mfunguo ilienda. Unapata? Sasa hiyo ndio siri ambayo iko katika Injili. Kuna watu bado wako katika yale madhabahu ya zamani ya kuchinja. Haifanyi, maana mfunguo ilienda. Silikuwa kwa kuzimu. Ilienda. Na iko na Yesu. Mpaka watu watoke huko warudi hapa. Tuwapate baraka zao. Maana sasa bado beko mandu lombana na peke babaye. Okay bwana baba. Okay baba kudizigane. Eko na makongo kudinjile. Na kuredia chofi yako. Na sina kumanya baadhi ya shabana. Tunaelewa. Sasa bado kuna shida. Hapa Biblia inasema kwa hiyo nini? Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa. Na kuneka mnyango ufungukie. Halo? Yaani unashanga. Yesu anakuambia nimekupatia mlango uliofunguliwa na hakuna awezaye kufunga. Bwana sasa. Sasa ni wewe uweke imani na uweke bidii. Mnyango gome ni kurugula putu. Kama ni wa baraka umeshafunguliwa kabisa.
Kama ni wa uponyaji umeshafunguliwa kabisa. Sasa ni wewe. Sasa kaona kwa sikira wewe nyango wewe badala uende nao mbele kwa sikira huku ufunguliwe lishetani kwa kutatiza. Kwa sababu kiendeshe kanisa. Maana ndio hiyo. Kwa sababu kienda mbele shajua. Bwana sasa. Hata mwingine nilikutana naye kundonyo. Wewe mbele ngama ikwanywa niki. Bwana sasa. Ndio kuona kuona ngama. Ini sina shida hiki. Ini mtu abana. Siku moja wanokasa. Mkelu nani? Wewe mkelu. Nechi Mungu hapo wambone kukiboda kazi. Haleluya. Uliona Mungu wangu akifanya. Si muonyesha wangu. Kama mtoto alikuwa amepotea kwa hizo miaka zote na Mungu wangu nikaomba akamleta. Sasa kwa nini nije kinachaki? Kuna kazi unaoneka ndio lospa hiyo. Tawe ndio lospa mwa ndio mwana kufuma moda mpaka. Bwana sasa. Mtoto amepotea miaka mingi na Mungu amemleta. Hivyo kweli huoni Mungu? Haleluya. Huoni Mungu? Sasa unadanganywa na watu hawana mlango uliofunguliwa, waanze kunipiga mawe ili uharibikiwe. Maana kazi yako wanataka uharibikiwe. Maana huwezi kupiga mtumishi wa Mungu ukapona. Hayo ndio uwezi. Hata unaona watu wengi sasa hivi wako na mashida barabarani. Wale watu walitoka hapa na wakatoka na fujo. Na wakaenda wakakunywa chai, hata wakafunga na kuomba. Ikunduzo, tena amesumbua. Tunamomoa, wewe ndio utamolewa. Bwana sio sana. Wao wanaenda kufungia mtumishi wa Mungu. Funge mpaka matukui gana. Ina shida. Shida yako. Shida. Uombe mpaka siku 100. Bado kwa dale mwana kwenda. Ubaushi akutukia mbele. Hatsekenda dubose. Buje manya dafu na malombi. Boge ntakwaza kwende pumzi gani. Asadika basi mingi. Ya mwanjia ghafula. Tuka mwambia mmefunga siku 30. Na uliambiwa huo hapa lakini umeweza umefika haya. Bwana akubariki sana. Nenda katika Biblia katika Luka mlango wa 7. Na nitasoma. Baadaye kidogo alikwenda ni Yesu huyo sasa. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwaye Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na makutano makubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wao waliokuwa wakichukua wakasimama. Wakasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi. Akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana siwe sana. Ni wakati wa Yesu sasa. Wakati Yesu alipokuwa anatembea yeye mwenyewe. Na kwa sababu bado kulikuwa na madhabahu,
Bwana siwe sana. Tunaona huyu ni mama mjane, amefiliwa na bwana yake, amefiliwa na watoto, karibu wote wameisha, na huyo mtoto aliyekuwa ako katika jeneza ni wa mwi. Haleluya. Sasa Yesu amefika katika ule mji ambao alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba katika mji ule kulikuwa ni mji wa kilio, na mji ule uliokuwa na kilio, yule mama sauti yake ilikuwa juu sana. Anasemaje? Ama analia vipi? Analia ni wa mwisho jamani. Na kama sasa ni wa mwisho, pengine alikuwa analia hata sasa kama huyu ameenda na hata mimi nitaenda. Kulikuwa ni mji wa kilio, kulikuwa ni mahali pa kilio, kulikuwa ni ukoo wa kilio, maana walikuwa wako na shida yao. Biblia inasema yule mama alilia sana. Haleluya. Kwa hivyo pengine kuna kijiji kilicho na shida kama hiyo. Kila mwezi wanazika, kila mwezi wanazika, mpaka huyo mama alikuwa amewachwa mjane, analia, mimi ni mjane peke yake, na huyu mtoto wa mwisho. Lakini uzuri, aliposikia Yesu anapita, yeye alikubali kuendelea kupiga kelele. Haleluya. Aliendelea kuinua ile shida mbele. Jamani, huyu ni mmoja peke yake na huyu ni wa mwisho na amekufa, nifanye nini? Biblia inazungumza wazi kwamba yeye akakubali kupiga kelele. Usilale na shida, usikae na shida bila kupiga kelele. Piga kelele, usinyamaze. Haleluya. Piga kelele, Yesu atasikia. Hata yule kipofu alipiga kelele, ndio Yesu akafanya nini? Usinyamaze na shida. Haleluya. Unajua watu wamezoea mambo ya manabii, mpaka tabiriwe. Anajua kabisa ako na shida, lakini ananyamaza atabiri. Lakini hapa huyu mama alikubali kupiga kelele kwamba shida hii ya mimi ni mchane tena peke yake, na hawa watoto wengi na bwanangu wamekufa, na sasa huyu mmoja ndiye amebaki, na hiyo si kubaki akiwa hai, ako ndani ya jeneza, wanaenda kumzika. Haleluya. Kama ni wewe ungeonaje? Kwa kaba kelele kabisa, na mwana uka sanduku, na pale kwa mwisho uone kama mwisho mbona kwa nikimtegemea. Lakini ninaona Yesu akiwa amesikia sauti ya huyo mama. Haleluya. Kuna sauti Yesu alisikia kwamba ni wa mwisho na nimoneka mwanamke mkima. Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Yesu akasimama pale. Yesu atasimama kwa kelele zako. Kelele yako katika moyo wako unalilia nini? Biblia inasema kwamba kuna wakati Yesu alipita katika njia, na alipopita katika njia alikuta yule Bartimayo akipiga kelele. Hata kama Yesu alikuwa amepita, ilibidi afike mwisho na asimame. Nasema wale walikuwa wanamzuia kumleta, na akapata uponyaji wake. Haleluya. Yesu anazungumza na yule mama na akamwambia usilie tena. Yesu alipofika pale akamwambia toeni hiyo jeneza, toeni hiyo mtoto kwa hiyo jeneza, funya shida ioneke. Haleluya. Toa shida ionekane mama, toa shida ionekane mzee. Ni shida gani unalia mbele za Yesu na haionekani? Yule mama kasema mtoto ndio huyu na ndio mwisho, ngoja baada Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa na ufufuo. Haleluya. Kubali Yesu aje kwako kwa ufufuo mpya kwa ajili ya mwaka huu. Kubali Yesu akuje kwako na ufufuo mpya. Hata kama ni biashara iliisha, hata kama ni kazi iliisha,
hata kama ni mipangilio ya ndoa iliisha, hata kama mambo yalienda mraba, lakini Yesu akasema fungua hiyo jeneza. Hawakuamini, lakini Biblia inasema kwamba alipogusa jeneza, Yesu akamwambia mama, usilie tena. Haleluya! Yesu anasimama na anatangaza kwamba usilie tena kijana, tunatafuta kazi. Usilie tena kijana, unatafuta ndoa. Usilie tena kijana, unatafuta. Usilie tena. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Yesu kwamba mama, usilie tena. Pausa machozi, usilie tena. Shida yako imeisha. Biblia na kutangazia shida yako imeisha. Amen. Haleluya. Amen. Uamini hata kama uko ng'ambo, umekosa tikiti, hata kama ulifutwa kazi, hata kazi kama iliisha, hata kama ulifanywa operation ukaambiwa huwezi pona, hii ni ya mwisho, lakini nakutangazia usilie tena. Kilio kimeisha. Amen. Haleluya. Amen. Natangaza hata wale walio katika gereza, wale waliofungwa maisha, wacha kulia, inua hiyo shida yako mbele za Yesu. Yesu ameingia katika hiyo gereza. Piuni balanta limina bibonio. Na kutangazia kesi imeisha. Wengi walifungwa bila makosa. Kesi imeisha. Itajulikana kwamba ulionewa. Amen. Haleluya. Kubali neno la Mungu ambaye Yesu ameingia hapo saa hii. Hapo hapo. Inua hiyo shida yako. Maana wengi walifungwa hata maisha, hakufanya chochote. Walisingiziwa. Sasa Yesu akifika kwako, anatangaza kesi imeisha, usilie tena. Bwana sana. Amen. Bwana wabariki. Wacha tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya neno lako. Kila kesi ambazo zilikuwa watu wameonewa, ninajifunza katika anga. Maro zote za mizimu zilizoinuka na yule mtu kufungwa miaka mingi bila sababu, naondoa anga zote za kuzimu. Ama agenti wote waliotumika kumtesa ili waende na shamba, ili waende na watoto, na vunja hizo ngome katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuheshimu kwa sababu nimetangaza hawa watu wasilie tena. Kuna wale wako hospitalini na kuna wale wako hospitalini hata nyumbani. Bwana Yesu, kaponye magonjwa yao. Natangaza uponyaji, natangaza amani. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Thank you. Omba kwa ajili ya dunia.